bado tupo katika adabiyat wa alaqat ambazo Uislamu umetuhimiza au kutukataza. Na kwa nini tuna strike katika adab na khuluq? Kwa sababu Mtume alituambia kwamba ujaji wake hapa katika ulimwengu si lingine lolote, ni kuja kutimiza tabia njema. Innama bu'itht liutammima makarim al-akhlaq, lam yakul innama bu'ithtu liuallima wa innama qala liutammima. Hakusema Mtume nimekuja kufundisha, kasema nimekuja kutimiza. Kana kwamba kulikuwa kuna jengo limejengwa, kumebakia sehemu ikamilishwe, mkamilishaji wake hayupo, anakuja baadaye na mwenyewe ni Muhammad ibn Abdullah. Kwa sababu mitume wote walifanya kazi hii ya kuwafunza watu tabia njema, wakabakisha sehemu ili ipate kukamilishwa sehemu ile, mkamilishaji wake anakuja. Ndio maana Sayyiduna Isa ibn Maryam aliwaambia wana wa Israeli, wa mubashiran birasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, nambashiria kabisa na nakupeni habari njema zenye kufurahisha kwamba kazi ambayo nimeifanya mimi kwa muda huo wote, na ni kazi kubwa, akhlaqiyat alizozifundisha Sayyidina Isa, mpaka alifika sehemu akawaambia wana wa Israeli, ya bani Israila la ta'tuni talbasuna thiyab almuluki wa qulubukum qulubu dhi'ab adh-dhawari. Enyi wana wa Israeli, asinijie mtu amevaa nguo ya kifalme lakini moyo wake ni moyo wa mbwa. Asije mtu na mavazi mazuri lakini moyo wake ni moyo wa mnyama. Walakin ilbasu thiyab almuluki wa alinu qulubakum bi khashyatillah, lakini mavazi ya kifalme vaeni na nyoyo zenu muzilainishe kwa kumcha Mwenyezi Mungu. Akhlaqis. Na utasikia Wakristo wanaraddid mambo haya mengine, wanasema atakaye kupiga shavu la kulia mgeuzie shavu lingine la kushoto. Wanasema hizi ni katika adabiyat walizozisoma kutoka kwa Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Khuluq. Anapita Nabii Isa na wanafunzi wake, wanaona mbwa ameshakufa zamani, mpaka anatoa harufu, rangi yake nyeusi, kila anayepita pale anatoa ila, anasema ma anta nurihuha ya laha min raiha ma antana, harufu yake mbovu sana mbwa huyu. Mwingine anasema ya lahu min launi ma aqbaha, rangi yake mbovu sana mbwa huyu. Mwingine anapita miguu yake ilikuwa mibaya sana mbwa huyu. Sayyidina Isa akasema ya lahu min bayadi asnani, tizama maneno yake yalivyokuwa mazuri na meupe. Anawafundisha kwamba sio mnatia ila tu vitu, na zile zilizokuwa nzuri zitajeni, sio rangi yake tu huyu wala harufu yake tu, mbona meno yake weupe wake hamsemi. Hizi ni akhlaq zilizokuwa wanakuja kuzifundisha mitume, sasa walizibakisha. Mkamilishaji wake alikuwa ni Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana akasema innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, mimi nimetumwa kuja kukamilisha lile jengo alilolijenga Adam mpaka Isa wakaliacha, mimi nakuja kumaliza. Ndio maana Qur'an ni kitabu cha mwisho, hakuna kitabu kingine. Muhammad ni mtume wa mwisho, hakuna mtume mwingine. ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin. Kasema wa khataman nabiyyin, hakusema wa khatamal mursalin, liannahu man khatama an-nubuwwa faqad khatama ar-risala. Atakayemaliza unabii amemaliza na unabii na utume wote. Fala nabiyya wala rasula ba'da rasulillah. Ndugu zangu Waislamu, leo kuna tabia moja Qur'ani imeisema, tunataka tuhimizane tuiache tabia hii. Ni tabia miongoni mwa tabia mbaya. Kuna jambo hili limetamkwa katika aya za Qur'an na mitume, adabun sayyi, ni tabia katika tabia chafu, tabia mbaya, na ni vyema tukaziacha, kwa sababu ni wengi sana katika sisi
tunazo tabia kama hizo, na Mtume alizisema kutokea hapo zamani. Tabia yenyewe ni suu dhanni lil akhar, ni mtu kumdhania mwingine mabaya, tabia ya kudhaniana mabaya, maovu. Dhanna, suu dhanni. Ukakaa, wangapi umesoma katika vyombo vya habari, magazeti, television, umeona eti watu walimuona mama yao macho yake ni rangi nyekundu sana, wakasema ni mwanga, wakamuua. Kama hujawahi kusikia, wengine wamesikia, baba kauawa na watoto wake kwa sababu ya dhanna kwamba ni mwanga anawaroga. Walidhania kwamba huyu anatukwangia usiku, bibi fulani ni mwanga, humuoni wewe yale macho yake. Eti dalili ya wanga wake na uchawi wake ni macho tu. Fulani bwana mvuta bangi kama yeye mtaani hakuna. Wewe hujawahi kukaa naye ukamwona yale macho yake yalivyo? Anakunywa bangi kweli kweli, bangi ni chakula chake hasa. Fulani bwana kwa ulevi yule, tulimuona juzi amelewa mpaka analewa. Aliniambia mmoja alikuwa na malaria chakari, basi akakamatwa mkono usiku, anapelekwa hospitali. Siku ya pili nasikia habari, naambiwa bwana, jana nasikia ulilewa kweli kweli mpaka ukawa njia uzioni, umekamatwa mkono unapelekwa. Jamani, mwenzenu na malaria anachungulia kaburini, yeye mnasema itikalewa mpaka analewa, kakamatwa mkono, anaonyeshwa njia kwako huku. Dhana zinawapelekea watu kuwadhania wenzao mabaya, na hii ni tabia chafu miongoni mwa tabia ambazo sisi Waislamu wa leo tunazo. Na wanachuoni wa ilmu al-ijtimaa, social education, wanasema idha saa fi'lu al-mar'i sa'at dhununu, vitendo vya mtu vikiwa viovu vichafu, basi dhana zake pia zinakuwa mbaya. Mara nyingi wenye kudhania wenzao mabaya na maovu, wao ni waovu wa vitendo. Huyo anemdhania mwenzake ana malaria kwamba anapelekwa, kumbe amelewa, anamdhania amelewa, kumbe ni mgonjwa. Ujue yeye ndo ulevi ni kawaida yake. Ujue yeye amemwona mtu pengine na binti yake wanaandamana, siku ya pita, bwana tulimuona fulani na mtoto bwana mdogo mbichi anaandamana naye na kwenda naye guest, kumbe binti yake maskini watatu au wapi. Zile dhana ndo wanazipeleka kwa watu, na watu subhanallah wanavyopokea sivyo walivyoambiwa. Utakavyowapelekea watu habari, wao watazichambua, watazisherehesha, mahala pa chumvi patiwe chumvi, na zienee huko mitaani kwa njia nyingine kabisa, kwa sababu ya wewe tu uliyedhania maovu yale. Ulama walikuwa wakisema zamani, yakhruju kalamuna min makkata shibran fa idha wasala ila al-Hijaz ila al-Iraq kana dhira'an. Wasema maneno sisi tunayasema hapa Hijaz, Makka, yanakuwa shibri, lakini yakishafika Iraq inakuwa ni dhiraa. Yale maneno tuliyosema sisi shiburi, yakishafika Iraq yale yamekuwa dhiraa, pima nzima. Kwa nini? Yananyongeza dhana au maneno yoyote. Ukisema kitu tu hapa, kikitoka nje ya msikiti kimeshereheshwa kidogo, kikifika zaidi barabarani kimeengea sherehe nyingine, wahalum majarra. Sasa wewe uloanzisha dhanna ya kumdhania mwenzako mabaya, utakuwa mahala gani siku ya kiyama? Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Akhlaq, ulama wa tafsir wameita suratul Akhlaq wal Adab, yani suratul Hujurat. Na ukisoma kweli utaona inafundisha watu tabia mbaga za kuzungumza. Sura hii Mwenyezi Mungu anasema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu jitanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dha adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha
ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah. Angalia Mwenyezi Mungu anapotupeleka kidogo kidogo katika kutusomesha sisi uungwana. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, enyi ambao mmeamini kaeni mbali, baidu anfusakum ijtanibu, kaeni mbali. Maana ile kusogelea, usisogee, kuwa mbali sana. Mtu akikwambia bwana kuwa mbali, pombe Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ni ummul khaba'ith, mama wa maovu yote. Ukinywa pombe utafanya kila aina ya machafu. Ndio maana Qur'ani ilipokataza pombe imesema fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ijtinab, ukisikia ndani ya Qur'ani kuna katazo lilotumiwa kilma ijtanibu, basi ujue lile ovu loambiwa vile ni baya mno. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه. kaeni mbali sana na pombe. Pombe kwa hapa, wewe pita huko. Na vile vile Mwenyezi Mungu anatuambia tabia hii ya kudhaniana mabaya, jepusheni sana na tabia hii ya kudhaniana, kwa sababu dhana ni kitu ambacho cha kujengea tu katika moyo. Umemwona mtu pale kila siku, huyu mtu kila siku namuona yuko hapa itakuwa huyu bwana huyu si bure, hii biashara huyu anauza unga tu. Dhana mshajenga, huyu bwana huyu hapa anakuja tu anafanya machafu kadha kadha kadha, kwa sababu ya dhana tunapitisha. Na Mwenyezi Mungu anasema wa inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a, na dhanna haitoshelezi ukweli wa mambo kwa kitu chochote, ni dhanna tu, dhanna. Ndio maana amewaambia wale waliosoma Nabii Isa wamemuua, Allah anasema wa qawlihim inna qatalna almasiha Isa ibn Maryama rasulallah wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum wa inna alladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a adh-dhann wama qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Allah anasema hawa wanaosema wamemuua Nabii Isa, wamemuua sawa kaulihim, maneno yao wanasema inna qatalna almasiha Isa ibn Maryam, Isa mwana wa Maryam. Bado tumesomea aya zake na sauti nzuri ya Sheikh Saleh. Isa ibn Maryam rasulullah, mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Allah anasema wama qataluhu, hawakumuua kabisa, wama salabuhu, wala hawakumsulubisha, walakin lilotendeka shubbiha lahum, walifananishiwa sura yake wa mtu mwingine. Wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min, na wale waliokhitalifiana katika suala la kumua wenyewe wanashaka. Ma lahum bihi min ilm, hawana ujuzi, hawana elimu, hawana uhakika wa mambo juu ya hayo, illa tibaa dhann, wao wanafuatia dhana tu. Na dhani tulimuua ni dhana tu, na dhana haitoshelezi, sio yenye kukata masala ikaonekana kwamba kuna ukweli ndani yake. Illa tibaa dhann wama qataluhu yaqinan, kwa yaqini hasa Qur'an nasema hakika hawakumuua. Bal rafa'ahu Allahu ilayhi, kitendo kilichotendeka Mwenyezi Mungu alimnyanyua akampeleka huko kwake. Wa kana Allahu azizan hakiman, na Mwenyezi Mungu ni mshindi na mwenye kufanya mambo yake. Kwa hiyo ndugu zangu ni Waislamu, jambo la kudhaniana mabaya na maovu, Mwenyezi Mungu anasema ijtanibu, kaeni mbali sana, kwa sababu kukaa mbali kutakufanyeni nyinyi mchunge ule uhusiano wenu wa udugu. Lengo kumbe ni umoja. Kama kuna kitu kinakuja kuporomosha na kuharibu umoja, kudhaniana ni moja katika mambo yenye kuharibu uhusiano huo. Qur'ani ilituambiaje katika suratu Ali Imran?
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'a fa'alafa bayna qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا. اعتصام واعتصموا بحبل الله, kueni pamoja, mshikamane na kamba. Kamba ni dini au kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wala tafarrahu, Mungu anakataza watu kukaa mmoja mmoja, kila mmoja kakhtalifiana na mwenzake, hawapo kitu kimoja. Hii si sifa ya ummati Muhammad. Sifa ya ummati Muhammad, mathalu almu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali aljasad alwahid. Waislamu mfano wao katika huruma wanayohuniana, mapenzi wanayopendana ni sawa sawa na mwili mmoja, wao wote ni kama kiwiliwili kimoja. Idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sairu aljasadi bisahri walhumma. Kidole kikiuma tu katika mwili mzima una respond na react kwa kukosa furaha na utamu wa maisha. Leo wewe ukiumwa na jino tu hulali, macho yanakaa wazi, mwili mzima unanyong'onyea, kwa sababu unakuwa na coordination mwili wako wote. Hivi ndivyo tulivyo sisi, kwamba wewe mwenzangu unakuwa la kwako wewe linanihusu mimi, kama vile ambavyo jino limehusu mwili mzima. Ndio Mtume anasema kama unataka kuona picha halisi ya umma huu wa Kiislamu, hivi ndivyo ulivyo. Kaljasad alwahid idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sairu aljism bisahri walhumma. Mwili mzima unaalikwa kuja kujoin katika huzuni ile. Kwa maana Waislamu wakiwa na huzuni wahuzunike wote, wakiwa na furaha wafurahike wote. Waman lam yahtam biamri almuslimina falaysa minhum, na ambaye hatojihusisha na mambo ya Waislamu hayumo miongoni mwao. Hivi ndivyo ilivyo. Lengo ni umoja. Ni wangapi leo wanavunja umoja huu? Ni wangapi leo wanakwenda mbio kwa ajili ya kuhakikisha watu hawapo kitu kimoja? Ni wangapi leo walali usiku kucha sababu ya kuvuruga watu wasipatane, watu wasiwe kitu kimoja? Kule tunaitwa tuwe kitu kimoja, huku tunavurugana. Angalia mfano mwingine aliotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam: almu'min lilmu'min kalyadaini taghsilu ihdahuma al-ukhra. Almu'min lilmu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Muislamu kwa muislamu mwenzake ni kama jengo, tofali juu ya tofali lingine mpaka unakuwa ukuta, mtu anashindwa kupenya pale. Ndio Uislamu ulivyo. Lakini alislamu fi janibin wa nahnu fi janib al-akhar. Uislamu kwa picha hii uko huku, si tuko kwingine kabisa. Sasa ule maneno ya kudhania yale au vitendo vinavyoletwa na dhanna ikaenea katika mitaa, zile zinaharibu ule umoja, na mambo yanatokea mtu yule na kwa kudhaniwa na kwa kuenea machafu kama yale au maovu nayomdhania, inakosekana dira. Watu na hata mahali, mfano mtu akienda mahali kutaka kazi, ameshadhaniwa kwamba yeye ni mwizi. Nani atampa kazi mtu mwizi? Akitaka kwenda kuposa mahali anakataliwa kwa sababu kaonekana kibaka. Kumbe ni dhana tu zimeenea. Akitaka kwenda kukaa na watu, utaambia msikae naye yule mwizi, mlevi, kala. Mambo ya dhania tu, ndani yake hakuna ukweli. Na Waislamu wameambiwa akisikia mtu habari asiziamini wala asizikatae, lakini kitu kikubwa kwake ewe ni husnu dhann, ni dhana njema. Dhunnu bilmu'minina khaira. Tunaambiwa wadhanieni Waislamu mambo mazuri, wadhanieni Waislamu khairi. Ukiletewa habari zozote wewe unatakiwa uziweke katika mizani, kisha umdhanie mtu mazuri, sizi hakiki zile habari unazopewa. Na ndani ya sura hii, suratul Hujurat, Mtume alimtuma bwana mmoja anaitwa Walid ibn Aqaba, akamwambia nenda zako kwa bani fulani au Uqba ibn al-Walid, lenda kalete zaka. Ibn Aqaba huyo alipofika katikati ya njia, huyo bwana alikuwa ameua mtu kule zamani katika lile kabila lilotumwa na Mtume.
Sasa alipofika njiani akaona huku mimi niliua zamani na mtume kanituma huku, si watanimaliza, tutachukua kisasi hawa. Na wakati wa huo, wakati wa zamani, kisasi hata kabla Qur'ani haijatangaza kusema walakum fil qisasi haya, ilikuwa mtu akiuliwa jamaa yake kisasi. Basi akaona mimi nitakwenda kuuawa, kwa hiyo nitafute njia ya kujiokoa. Kapiga bautana, karudi akamwambia ya Rasulullah, abau an yuaddu zaka wartaddu anil islam, na qaumaka abau, hawa watu ulionituma ya Rasulullah kutoa zaka wamekataa, wamesema hawataki kutoa zaka. Tena zaidi ya hilo, irtaddu anid din, wamertadi wote, wametoka katika Uislamu. Hajafika, kaona nikifika kule nitauawa, kaona aje kwa mtume ajikoshe, amwambie mtume uongo. Mtume akasikitika sana, akasikitika sana kwa habari alizopewa. Anapewa na mmoja katika watu wake, sahaba zake, na watu wakakasirika sana. Maana kazitoa habari zile mbele ya umma, watu wasema wamekataa mana'u zaka, wamekataa nguzo katika nguzo za Uislamu. Ya Rasulullah, toa amri tukawakate vichwa, toa amri tukawapige vita. Jeshi likaanza kujipanga, linatusubiri green light kutoka kwa mtume au isharatun hamra kutoka kwa mtume sallallahu muende wakawapige vita. Jibril alikuwa anashuka, anamwambia Muhammad, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi Waislamu, atakapokuja mtu fasik na habari zake ziekeni katika mizani, mtafute ukweli. Fatabayyanu, tafuteni bayana. Jibril anamwambia mtume, an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mtakwenda kuwaua watu kwa ujinga bila elimu, kisha mujute baadaye kwa nini mkawafanyia, kwa maneno ambayo hakuna bayana. Huyu bwana hakufika ya Muhammad, kakaa njiani akafikiria atauawa kule, kwani ana deni kule, aliua mtu. Sasa amerudi, ameanza kutafuta maneno ya kujiokoa, amekwambia hivyo. Huyu mtu akaonekana ni katika wale wanafiki mafasik, kapewa jina la fasik. Kwa hiyo atakapokuja mtu na habari, usiamini moja kwa moja wala usisadiki, nitafuta bayana, ukweli wa mambo upate kujua. Angalia Sayyidina Sulaiman alimuuliza ndege, lima kunta min alghaibina ya Hudhud, ulikuwa wapi? Mbona isti'radhi ya jeshi lote liko hapa mbele, wewe hupo? Qur'an inasema famakatha ghayra ba'id qala ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum saddahum 'anis sabil fahum la yahtadun alla yasjudu lillah. Angalia habari hizo walizokuja nazo Hudhud. Baada ya muda mchache Hudhud ameruka mbele Suleiman. Yuko wapi Hudhud? Aliwauliza wale, maliya la ara alhudhuda am kana min alghaibin la u'adhibannahu 'adhaban shadidan aw la adhbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Akija nitamchinja, nitamnyofoa manyoya yake, nimweke katika hararatu shams, adhabu. Alipokuja akamwambia, usitaki kuniadhibu bure, nimekanyaga mahali ambapo hujawahi kukanyaga, nimeenda sehemu wewe hujawahi kufika, na niloyaona huko ni kufuru, shirki. Nimewapata watu wanaabudu jua wao na queen wao. Bila shaka ni habari hizi. Na hapa Hudhud yuko katika position ya information minister, waziri al-i'lam.
anatoa information kwa Saidina Suleiman. Sasa walikuwa ni wakubwa katika society na viongozi wanawaongoza watu, wanapaswa kutizama hapa katika aya zinazozunguka kati ya Saidina Suleiman na Hudhud, wapate kujifunza, kwa sababu huko katika maofisi makubwa mambo kama haya ni mengi. Anakuja mtu na habari fulani kasema yeye hakuogopi chochote, na anakuambia wewe fanya kama wewe kweli utamtambua yeye nani. Ala, kasema kumbe uongo. Fulani kasema hivi, fulani kasema hivi. Watu wanachukiana bure, wanaumizana bure sababu ya wishaya. Na wewe kwa sababu umeletewa habari, ukuzichukua katika mizani, ukachunguza, ukaona je, kuna ukweli ndani yake au ni mambo tu. Kwa sababu mtu akiwa anataka kitu kwako, na hasa ukiwa we tajiri au ukiwa we mkubwa, hawa matajiri hawa wana watu wanaitwa wapambe. Utaona akitembea mahali popote anafuatwa na grupu la watu. Hawa wapambe wana matatizo mara nyingine. Kutaka ule upambe uwe unanoga, awe ni right hand wa yule bosi, basi saa nyingine anajitahidi kukusanya habari za mtaa mzima. Asubuhi akija pale anaanza, leo fulani kafumaniwa, na ile ya jana umesikia alimbaka bata, na ile ya juzi ulisikia alikoswa ngumi, na ile nyingine na nyingine kamwacha mkewe, amezaa mtoto lakini mtoto si wake, kasaidiwa na jamaa mitaani. Umesikia habari fulani mke wa fulani, habari chungu nzima, na yule anacheka kafumaniwa, ilikuwaje? Wewe hujui mtu wake yule zamani. Basi kitoka pale anakwenda anatafuta nyingine, kwa sababu akishatoa zile information anapewa 10,000. Leo nimetoa habari hizi, imepewa 10,000. Kesho nikileta zaidi ya hizi zitakuwaje? Si nitaongezwa 10, hiyo itakuwa 20. Anakuwa information minister, analeta habari. Na sasa wachunguzi wakaona hawa watu wanawaingiza katika hilaki, na watu wengine inakuwa ndo kazi yao ile, hali yeye kama hajapeleka udaku kwa mtu fulani. Tabia gani hizi? Allah subhanahu wa ta'ala sema wala tajassasu, wala msitafute aibu za watu. Kuna watu kazi yao yeye kutafuta aibu za watu. La tatabba'u awrata mri'in, mtume anasema usitafute aibu ya mtu. Faman tatabba'a awrata mri'in, atakayefuatilia aibu ya mwingine, fadhahahu Allah walau kana fi qa'ri darihi, Mungu atakuja kumfedhehesha huyo hata kama yuko ndani ya nyumba yake peke yake, yeye kazungukwa na kuta 4 peke yake, lakini atafedheheka. Hujui utafedheheka vipi? Mtume kaahidi fadhahahu Allah walau kana fi qa'ri dari, fi ummi dari. Utafedheheshwa na Mwenyezi Mungu kwa tabia ya kufuatilia aibu za watu. Hata kama uko peke yako chumbani kwako utakuja kufedheheka. Hatujui utafedheheka vipi. Pengine utafedheheka kwa ulimi wako, siku ya kufa kwako utakufedhehesha, ushinde kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Na hiyo ni fedheha kubwa. Qur'ani imetuasa tusifanye vitu kama hivi. Kwa hiyo ukisikia habari tafuta bayani. Sayyidina Suleiman, angalia Qur'an nasemaje, qala ahadtu bima lam tuhid bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. Kwa nini hawamsujudii Mwenyezi Mungu? Suleiman mwisho wa aya akasema sanandhur asadaqta am kunta min alkadhibin. Kalima basita, kalima jamila. Kumwambia kweli twende, hapana, sanandhur. Habari uzozileta ni nzuri sana, kwa sababu ndo kazi yangu mimi ya da'wa, kuhakikisha watu wanamwabudu Mungu mmoja. Na kwa sababu nimesema nitakuadhib
kwa sababu yule kaambiwa nitakuadhibu au nitakuchinja. Sasa pengine za kuja tu kutafuta njia za kujiokoa. Kabisa nanzur asadaqt, tutatizama, je, umesema ukweli? Am kunta minal kadhibin, au umekuwa miongoni mwa waongo. Angalia adabu ya kuzungumza. Kilima cha mwanzo asadaqt, cha pili ilikuwa ni au kadhabt, lakini kaambia asadaqt au kunta minal kadhibin, manaki hakutaka kumuita kadhib, kaambia au umekuwa miongoni mwa waongo, umeingia katika kundi la waongo. Hii ni heshima ya kuzungumza vile vile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika kupitia ulimi wa Sayyidina Sulaiman, tutatizama. Na kutizama kwenyewe akaandika barua, akamwambia idhhab bikitabi hadha, chukua barua, nenda peleka huko unakosema kuna habari hizi, nenda mpelekee huyo mfalme au huyo queen wao ulomuona malkia, mpe hichi kitabu. idhhab bikitabi hadha faalqihi ilayhi thumma tawalla an fanzur madha yarji'un, tizama watarudisha jawabu gani. Kenda na barua, baadaye akarudisha majibu mpaka ikabainika kwamba ni kweli. Ndo Suleimani akaondoka akaenda, lakini ametafuta bayani. Wewe leo unaletea habari hapo hapo, anijui mimi kakwambia hivyo, atanitambua. Unatoka na bakora njiani, mtu anashtukia anapigwa nini, wewe si ulisema hivi wewe? Je, kama uongo ndugu yangu, yule alikuwa anafanya kazi apate mkate, umehakikisha ukajua ni kweli. Mbona na wewe unakuwa mjinga, utumie akili? Angalia Qur'ani ilivyotufundisha kiasi gani tupokee mambo kama haya tunayoletewa na watu na ishaati kama hizi, na tusiwadhanie watu mambo mabaya. Lakini je, tumekoma kudhaniana? Imekuwa ndo chakula chetu. Hata mtu kimwona mtu manake anafanya kazi yoyote ushamtilia dhana. Hata unakuja kusali, yule asingesali lakini mkewe kamwambia leo usiku kama husali basi usiniguse, anasali kwa sababu tu anataka starehe. Yudhana mfano wake. Basi ndugu zanguni, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ingieni katika suratul Hujurat, tizame adabiyat al-ilaqat baina al-muslim wal-muslim. Mtume anasema mambo matatu watu hawatoacha, itakuwa kama tabia yao. Mambo gani haya? Anasema thalathatun lazimatun li ummati, mambo matatu yatakuwa yamewaganda umma wangu, hayaondoki. At-tayaratu, nuksi. Tayara zamani ilikuwa mtu akitaka kutoka anachukua njiwa anampeperusha yule, akienda kulia basi safari yake ina khairi na baraka, akienda kushoto nasema leo safari hamna. Hii ndio inaitwa nini? Tayara. Akimwona paka mweusi anageuza njia. Sasa ingine akimwona hata mtu ana jicho moja, anasema basi leo sipati kitu leo, chamwona huyu mtu nuksi. Nani wewe alikwambia kwamba vitu hivi vinaleta athari kama hizo? Mtume anasema watu katika ummati wangu hawatoacha. Zamani alitusomesha shekhe wetu wa historia, anasema Mongolia na nchi ilipakana na China. Kuna watu walikuwa zamani huko walikuwa na tabia kwamba wao nuksi yao wakimwona Muislamu njiani. Hizo zamani. Sasa siku moja mfalme wa Mongolia, mwana wa mfalme wa Mongolia ametoka na kwenda zake kusaka. Hobi yake kusaka. Kusaka ni kuwinda. Na yuko juu ya farasi wake, njiani akamwona shekhe na vitabu vyake, anaelekea na yeye kwenye ibada zake. Na Muislamu ana dalili zake, anajulikana. Sayyidina Muhammad aliteremshiwa Qur'ani akamwambia simahum fi wujuhihim min athari sujud. Wanajulikana Waislamu, mavazi yao, alama za katika vichwa vyao, wanaonyesha alama nyingi katika katika miguu yao, vifundo vya miguu. Utaweza kumjua huyu mtu Muislamu bila shaka. Mwana wa mfalme wa Mongolia alipomwona Muislamu huyu, laana, chamwona huyu mtu mimi siku yangu yote imeharibika. Afsadta alayya yaumi ayuha almuslim,
umenichafulia siku yangu yote ewe Muislamu. Kageuza farasi wake. Alikuwa na mbwa, kusaka mara nyingi wanaandamana na mbwa. Muislamu akageuka akamwambia, kaifa dhalik, hebu nieleze vizuri, imekuwaje unabadilisha? Akamwambia, hadha kalbi khairun mink, huyu mbwa wangu huyu bora kuliko wewe. Nyie watu nyie, mbwa ni bora kuliko yule shekhe. Akamwambia, sahih, in muttu ala al-imani fa ana khairun min kalbik, walakinani in muttu ala ash-shirki wal kufri fa kalbuka khairun minni. Akamwambia, maneno uliyosema ni mazuri kabisa, maneno uliyosema yako katika mizani kabisa, lakini umekosea kidogo tu. Nikifa katika imani mimi, basi mimi ni bora kuliko mbwa wako, lakini nikifa mshirikina kafiri, taban mbwa atakuwa bora zaidi kuliko mimi. Akamwambia, unasemaje? Kageuka sasa, namsikiliza Muislamu. Nikifa katika imani, mbwa wako si bora, lakini nikifa kafiri, mushrik, mulhid, mbwa atakuwa bora kuliko mimi. Sitasema mara moja, mara nyingi sana. Imani. Akamuuliza, ma huwa al-iman, ni ipi hiyo imani unayozungumzia? Akamwambia, nitazidi, nisubiri basi dakika 2-3 nikueleze ma huwa al-iman. Akamwambia sawa. Akasubiri. Mwana mfalme Mongolia akamwambia, iman kadha, iman kadha. Akamweleza imani yetu Waislamu. Akasema maneno mazuri sana. Watu kumbe walikuwa wanasema vibaya kuhusu nyinyi, lakini baba yangu sasa hivi ndo mfalme. Nataka siku utakaposikia baba yangu amefariki na mimi ndo waliyul ahd, akitoka yeye na kuja mimi, siku ukisikia kwamba baba amefariki, njoo nishereheshe hii imani, unielezee vizuri, kuna kitu nataka kufanya. Kaambia sawa, promise. Kaambia sawa. Wakaagana pale, wakaondoka. Ilikuwa ni nuksi yake, tabia ya nuksi. Kama kuna watu wanasema, ukiwa dukani kwako, mtu wa kwanza atakayeingia dukani hakikisha unamuuzia. Kama humuuzii, wote watakuwa wanagusa nguo ile wanakwenda. Wapo watu katika jamii yetu pia, mtu wa kwanza kiingia tu ile dukani, basi kama material linauzwa 2000 mita, wewe bwana 1000 ngapi? 2000. Ghali. Basi chukua 2000, 1500. Nikamwambia ghali. Basi chukua 1000. Bado ghali. Yule bwana akifanya natoka zake kwa njoo 700 chukua. Ghali bwana. 500 basi chukua. Anakwenda alimradi auze. Akiondoka yule nuksi. Wapo watu hao wanauza vitu. Na hiyo ina maana kwamba ukajaribu na wewe kesho uende mapema, uwe mtu wa mwanzo dukani, upate kuuziwa kwa bei poa. Amna. Hizi ni tabia za tayara wanazozifanya watu. Basi Mongolia, hii ni historia ya kuingia Uislamu watu wa Mongolia. Alitupa kisa hiki mwalimu wetu wa history anaitwa Sirajur Rahman al-Nadawi, Mungu amhifadhi, bado yuko hai, ni mwalimu hodari sana katika history. Sasa anasema yule mfalme akasubiri kwa muda mrefu, mtoto wa mfalme kusubiri babake mpaka kufa, huku mwanachuoni ni mtu mzima, walionana kule. Mwanachuoni akawa anaugua sasa maradhi, bado hajafa mfalme, ili atawazwe mwanawe akamweleze imani ni kitu gani. Alipoona amekuwa na maradhi, akamuita mwanawe, akamwambia, mwanangu, siku fulani nilionana na mwana wa mfalme wa Mongolia, tukazungumza na tukaahidiana kwamba akitawala yeye niende nimpe sharhi ya Islam na imani ni kitu gani, lakini mimi naona nitakufa kabla hajatawazwa yeye. Kwa hiyo nakuhusia, nitakapokufa mimi, ukisikia mwana wa mfalme wa Mongolia amekuwa mfalme, nenda kampe habari ya imani. Baba akafa,
mwanachuoni, wasia akauchukua mwanawe, kabakia naye akawa anasubiri, yatarakabu al-akhbar, anasikiliza huko kuna nini, mpaka Mungu amemchukua mfalme, akatawaza mwanawe mfalme wa Mongolia, yule alionana na yule mwanachuoni kule. Sasa mtoto aliposikia habari zile akafunga safari ya kuja Mongolia mjini. Sasa mfalme yuko katika kasri, huwezi kwenda kwa rais ndo hivi tunakwenda, huyo mguu mosi mguu pili unafungwa mlango, huyo yuko wapi mheshimiwa rais? Abadan. Kutokea hapo zamani Mongolia ni palace kubwa, jumba la mfalme, yule bwana atakwenda vipi akapeleke message ile kutoka kwa baba yake walionana na bwana yule. Kafika mahali kasema, bwana mimi nimekuja lakini nataka kuonana na mfalme. Akamwambia, wewe uonane na mfalme wewe? Mbona manake hata sura zako haishikili yako. Unajua kuna watu wengine sana, wewe mfalme ataidiana na wewe kitu gani? Kwa sababu amemtizama appearance yake, kaona labda kavaa kanzu na vitabu vyake vya zamani na kofia yake mbovu kidogo, anaona huyu mtu hafai. Lakini wanasema usikiangalia kitabu katika kava yake ukasema ni kibaya au ni kizuri, fungua kwanza ndani. Almar'u bi asgharihi al-lisan wal qalb, mtu hupimwa kwa moyo na ulimi wake. Basi akamwambia, mimi nina salamu kutoka kwa mzee wangu kwenda kwa huyu bwana, wewe mpelekeni habari, tumwambieni mzee fulani atakumbuka. Akamwambia, haiwezekani, hakuna fursa hiyo. Bwana akawa, mimi nitakufa sitopeleka wasia wa baba yangu. Siku ya pili ameamka, akaona bora atumie njia nyingine, kila ujanja akitumia hafiki kule. Siku moja akakaa akawaza, akauliza mfalme katika jumba hili analala wapi? Akazipata habari kwamba chumba chake juu pale ndo analala mfalme. Basi ile alfajiri akasimama, Allahu akbar, anaadhini, na pale hakuna Muislamu hata mmoja. Mfalme ameamka, adhan sio mchezo. Akitoa hii kwa wale ambao hawaamini ni kama kombora kwao. Mustafa Kemal Ataturk, kiongozi mmoja wa Uturuki, habari zake kubwa huyu. Siku moja aliuvunja msikiti kwa sababu tu ya kusikia adhana inatolewa. Alikuwa amelewa. Kitu gani hicho? Vunjeni msikiti. Ukavunjwa, katoa adhan wanachuoni yule, mpaka mfalme akaamka. Nani huyu? Ma hadha sauti gani? Sisi hatujawahi kusikia watu kama hawa hapa. Akaambia, si mchukueni mkamateni tena msimuue. Uriduhu hayyan, namtaka akiwa hai. Atuwekea zogo hapa. Yule bwana akakamata akapelekwa, ndo analolitaka apelekwe. Anasema kule Uturuki tulipoenda, alituhadithia bwana mmoja achievement na mambo makubwa aliyoyafanya. Akajenga maskuli, akafanya mambo makubwa, Uislamu kawa sasa watoto wanasoma, ya mambo yanakuja. Anasema kuna bwana mmoja ana hamasa kubwa, anawafuata matajiri akiwaambia habari njema, na wao wanatoa mali zao. Wanatuonyesha watu wanatoa viwanja vikubwa, sehemu ghali kabisa, beach plot, mtu anatoa fi sabilillah, panajengwa university, panajengwa college, panajengwa nini. Sasa nasema huyu bwana kwa kuhangaika kwake, alikuwepo tajiri mmoja, yeye kila akienda kwa utajiri hampati. Unajua matajiri very expensive, haonekani. Sasa ingine hata umuone msikitini. Basi anamtafuta kila kona hapatikani. Kila kieka hapo mbele hamuoni. Basi mmoja anasema akaambiwa atatoka sasa hivi gari yake ile pale. Basi anasema alipopanda kwenye gari yake, yeye akawa nyuma yake. Basi alikuja kuigonga ile gari ya tajiri. Tajiri aliposhuka pale nilipoanza kuzungumza, wakaelewana, katoa mamilioni ya pesa, wamejenga watu university. Lakini aligonga ile gari maksudi, baadaye akishuka watamalizana, baadaye ataambia mimi nakutafuta muda mrefu, lakini sababu ya kumpatia aliona atumie njia ile.
Ghera, yule bwana alikuwa na ghera, very active. Basi alipelekwa yule bwana mbele ya mfalme, kauliza wewe una nini, mbona unatuwekea kelele? Kaambia sieki kelele, hii ni adhan, na mimi baba yangu ni fulani ibn fulani, ulionana naye wewe siku ya kwenda kusaka, akakueleza imani, ukamwambia subiri baba yako akifa, ukitawazwa mfalme aje akueleze baba yangu Mungu amemchukua, wasia ameniachia mimi, na mimi leo nimekuja kukueleza ma huwa al-iman. Akamwambia mwekeni huko, nakuja tena, mpeni chakula. Kakumbuka, akaona huyu bwana tumemleta hapa, kumbe wanajuana kutokea juzi, anatuambia huyu, kumbe sisi tunamdharau. Mfalme akaja pale amevaa mavazi yake, akamwambia sasa nieleze. Akamweleza, akatoa shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Watu wa Mongolia asili ya kuingia katika Uislamu ni kisa hiki, ukapatikana ule Uislamu. Tizameni mtu amesubiri muda gani kwenda kupeleka message ya imani. Tizameni mbinu walizozitumia mpaka kupeleka imani. Tizameni wasia wa baba na muhusia mwanawe mpaka wasia ule unachukuliwa. Leo tunawahusia nini watoto? Duka hili basi usije ukalifilisi, wenzako watakufa njaa. Kule kuna nyumba moja na kule kuna nyingine, kule kuna shamba, kule kuna hata kilima cha Mungu ndani yake husi. Am kuntum shuhadaa idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Wasia wa nabii Yaqub, watoto mtaabudu nini baada ya mimi kufa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, sisi tutaabudu Mungu mmoja tu, Mungu wa baba zako, Mungu wa baba zako waliopita, na Mungu wako wewe, ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun, Mungu mmoja tu. Wasia, watu wataabudu nini? Pesa, majumba baadaye. Lakini watu leo subhanallah mmepelekwa mbio na dunia. Basi mambo ya matatu umma wangu watakuwa ni tabia hawatoacha: tayaratu hasad, nuksi, wal hasad. Jambo la pili hasadi, kuoneana choyo. Na hasad maana yake ni kutamani neema ya ndugu yako iondoke. Wasuu dhann, na kudhaniana mabaya. Sahaba mmoja alikuwepo pale, akamuuliza ya Rasulullah, wama alladhi yudhhibuhunna, sasa ni kitu gani kitayaondoa hayo matatu? Akasema naam, idha tatayyarta famdi, ukiona nuksi endelea, usitikie juu ya nuksi. Kamrusha njiwa akaenda kushoto, endelea na safari yako. Wa idha hasadta fastaghfirillah, na ukihusudu omba Mungu akusamehe. Wa idha dhananta fala tuhaqqiq, na ukidhania usiseme ni kweli, kwa sababu moyo wa binadamu ni dhaifu, lazima utadhania mara nyingine. Lakini ukidhania usiwaambie kweli kwamba hivi ndivyo ulivyo hasa. Dhania, lakini usipitishe kwamba ni kweli. Kama utadhania utashindwa mpaka udhanie, usipitishe. Abdullah ibn Mas'ud aliletewa mtu anaambiwa, hadha fulan taqturu lahyatahu khamra, fulani huyu amekunywa pombe mpaka ndevu zimeroa zinatoja. Akaambia, nuhina ani tajassus, sisi tumekatazwa kuwachunguza watu. Naakhudhu bima dhahara min al-amr, tunatizama ukweli wa mambo, tukiona wazi tunachukua, tunahukumia kwa lile tunaloliona. Je, kama ni maji yameroama katika ndevu zake mnasema ni pombe, msituambie habari hizo. Huyu ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tabia zetu sisi unafanya kila juu chini kutaka kujua hali iko vipi baada ya kudhania. Kwa hiyo ukihusudu, muombe Mungu msamaha, na ukiona nuksi endelea na mambo yako, usiitikie nuksi zako. Na ukifanya suu dhann fala tuhaqqiq, ukidhania usihakikishe. Tizama dhanna mbaya ilivyoharibu uhusiano mzuri wa jamii iliyokuwa inaishi pamoja na Mtume. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisafiri, akipiga kura kati ya wake zake, atakayetoka kura yake anamchukua katika safari zake. Siku hiyo ikatoka kura ya bibi Aisha katika mwaka wa 5 Hijria. Kuna vita alivipigana Mtume vinaitwa Ghazwatu al-Muraisiyah.
au ghazwatul ajaib kama wanavyoita wanachuoni history, au Bani al-Mustatliq. Hivi ni vita ambavyo Bani al-Mustatliq ni vita ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipigana katika mwaka wa 5 Hijria. Ghazwatul Muraisi, ghazwatul ajaib, ndipo alipo muoa mkewe anaitwa Juwairia bintul Harith. Na Juwairia alikuwa ni binti wa kiongozi wa kabila hili, katika wale watumwa ambao wanatekwa ni mateka, wakawa wanachukuliwa na Waislamu mateka wale. Juwairia kwa sababu ni binti wa mfalme, na Mtume alikuwa anaamrisha watu, idha atakum karimu qaumin fa akrimu, mtu yoyote ambaye watu wao wanamtukuza mtukuzeni. Sasa watu wakahisi kwamba mtoto huyu wa kiongozi mkubwa bila shaka tumpeleke kwa Mtume Muhammad. Alipofika kwa Mtume akamwambia silimu, akamwomba aingie katika Uislamu bila ya kuuliza kwa nini. Akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka ya Muhammad rasulullah. Akamuuliza kwa nini umesilimu haraka haraka bila hata kuhoji? Akasema nimeota ndoto, mwezi umetoka Madina mpaka nyumbani kwetu umedondoka. Nikatafsiri ndoto hii kwamba atakuja mtu mkubwa kutoka Madina, na mtu huyo hakuna mkubwa zaidi yako Muhammad. Juwairia akawa mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kulitokea mambo mengi, ni kisa kirefu, lakini nitagusia kidogo ili tupate target ya su'ul dhann. Ansari na Muhajirin walitaka kupigana katika vita hivi kwa sababu walitaka kupiganishwa. Alitoka kijana huku na kijana huku, wakaitana ya lal ansar ya lal muhajirin, kwa sababu ya ugomvi uliotokea katika watu wawili hapa. Ansari wakasimama na huku wakasimama makabila mawili, Aus na Khazraj, na huku Makuraishi wa Muhajirin, kutaka kupigana vita. Mtume SAW akapata habari, akaambia da'uha abida'wa aljahiliya wa ana baina adhhurikum, ana baina dhahranikum, mimi nipo hai bado mnatumia ujahilia. Yani ile ukabila, kusema mimi bani fulani, mimi bani fulani, kujiona. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema huu ni ujahilia. Muislamu hajifakhirishi kwa kabila lake, Muislamu anajifakhirisha kwa ucha Mungu. Na hii aibu hii imeenea katika ulimwengu leo. Aibu kweli kweli mtu kujifakhirisha kwa nchi anayokaa, kwa kabila lilozaliwa, kwa maeneo anayokaa, akawadhalilisha wengine kwa sababu kadha. Hii ni tabia ya kijahilia, laisa fil islam fi shay. Uislamu hautaki vitu kama hivyo. Na Mtume kakasirika, akamwambia abida wal jahiliya wa ana baina adhhurikum, mimi nipo hai mnaitana na majina ya kijahilia. Da'uha, acheni, innaha muntina, inanuka. Hii tabia hiyo. Kasikia Abdullah ibn Ubay ibn Salul mnafik, yeye alikuwa katika Ansar, akaambia hawa, sisi tuliwapa pesa zetu, wametoka zao Maka Muhajirin, hawana kitu, wamekuja hapa tumewasaidia, mpaka sasa wamekuwa na kibri, wanatupanda vichwani. Akasema mathaluhum kamathali al-awwal, mfano wao ni kama mfano wa watu wa zamani walivyosema, sammin kalbak yakulak, jawi' kalbak yatba'ak, mnenepeshe mbwa wako, akishanona atakutafuna mwenyewe. Angalia mfano alivyoutoa. Nasema mfano watu sisi na hawa ni kama mtu anamlisha mbwa wake chakula kingi, alafu yule mbwa anamgeukia bosi wake anamtafuna. Anawafanisha Muhajirin kama mbwa, mfano mbaya. Kisha akasema wallahi nikifika Madina nitamtoa Muhammad, mimi ndo nitakuwa mfalme wa Madina. Katukia watu hawakuamini habari zile, mpaka yule alosikia habari zile Zaid ibn Arqam akapeleka habari kwa Mtume. Watu hawakumwamini kwa sababu alikuwa mtoto miaka 13. Zikashuka aya na Jibril, yaquluna la irja'na ila almadina, katika suratul munafiqun, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adall walillahi al-'izza wa lirasuli wa lilmu'minin walakinna al-munafiqun, mpaka mwisho aya. Aya zikathibitisha kwamba ni kweli maneno yale aliyasema. Sasa baada ya kitendo hiki katokea kitendo kingine kibaya zaidi. Mtume alipoona kwamba watu wameshughulika sasa kuhusu habari za Abdullah ibn Ubay ibn Salul, habari za ukabila nini, akawaamrisha watu wote wanyanyuke, kwa sababu jeshi lilikuwa limekaa linapumzika. Usiku ule ule, haya twendeni. Watu wakanyanyuka, wakaanza kukusanya
mikeka yao, makochi yao, kuandaa ngamia wao kwa ajili ya kuondoka. Wakaenda usiku mzima, alfajiri posali, wakaendelea kwenda mchana mzima mpaka usiku wake ukaingia. Siku ya pili, angalia akili ya bwana mtume, alitaka kuwashughulisha. Unajua watu wakiwa wamekaa tu hivi hawana kazi, ndio ile habari inakuwa inaenea. Sasa mtume alitaka kuwashughulisha na kazi moja ili yale mambo yapotee, ile ujahilia uliokuwa umeingia pale upotee. Kwa hiyo watu wakaondolewa katika wakati ambao sio wakati wa kwenda. Usiku ule ule, twendeni, watu wakanyanyuka. Huyu anakamata kamba, anafunga ngamia wake, huyu hivi, kila mmoja hana habari ya kushughulikia tena yale maneno. Usiku kucha na mchana kutwa watu wakawa wanakwenda tu. Sasa katika hali kama hii, bibi Aisha alikwenda kukidhi haja zake mbali, na wanawake walikuwa wakitaka kwenda, wanakwenda mbali, maana kiasi kwamba hawaonekani na watu. Sasa alipokuwa narudi, akikamata shingo yake akakosa kidani chake alichukua ameazima kwa dada yake, karudi kukitafuta tena. Akifika pale mahali jeshi lilipokuwa limepiga kambi, halipo, watu washaondoshwa. Alipokuja akakaa akidhani kwamba watu watarudi kuja kumtafuta, na alikuwa anabebwa katika haudaj. Haudaj ni kitu ambacho kama kibanda hivi kinatengezwa juu ya ngamia, alafu anakuwa mle ndani. Na bibi Aisha alikuwa mdogo, alafu mwili wake sio mnene kiasi kwamba watu walikuwa wakikibeba kile kihaudaj kama kwamba hamna mtu ndani. Alikuwa mdogo wakati huo, sababu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kafariki bibi Aisha na miaka 19, bado ni kijana na bado mwili wake ulikuwa sio mnene. Sasa watu wakaja wakabeba haudaji yake wakaweka juu ya ngamia, na hawakupa watu kuja kuchungulia, je yumo au hayumo. Mke wa mtume waanze kuchungulia, umo bibi we au wanajua tu yumo ndani, wakachukua wakapeleka. Sasa huyu Abdullah ibn Ubay alipokuwa amekaa kule, huku bibi Aisha kaja sahaba wa mtume, alikuwa yeye yuko nyuma ya jeshi. Kawaida yake anaangalia kilichodondoka, kilichopotea, anakusanya yeye, anapeleka. Kamwona bibi Aisha, kampandisha juu ya ngamia, akawa anakwenda naye, yeye yuko mbele anamkamata ngamia mpaka alipopita. Sasa alipokuwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul kakaa, asema zaujatu nabiyikum ma'a rajul, mtume wenu mkewe amechukuliwa na mwanamume, wallahi ma najat wa ma naja minha, na hakika hakusalimika binti huyu kwa yule bwana, wala yule bwana hakusalimika kwa mama huyu. Su'u dhann, na hakika hakusalimika. Hawa wote wasitudanganye, walikuwa wapi? Mbona wenzao wote wamekuja huku, wao peke yao? Akaanza kuyapeleka, akapika jungu lake lile likaanza kupasiana. Ndio Allah anasema idtalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi adhim. Talaqawna, kama vile wachezaji wanapopasi mpira, ndio walivyokuwa wanapasiana maneno. Sasa kila anayepokea naye anaongeza laki. Sasa yeye yule akasema hakusalimika, hakwenda direct, yeye katumia njia, hakusalimika. Hao waliolipata huko wakatangaza zaujatu nabiyikum zanat ma'a rajul, mtume wenu mkewe kazini. Unaona lilivyopokewa huko. Sasa wako watu ambao wametaja hasa kwamba bibi Aisha kazini kwa kupokea tu riwaya kama hizi, amezini. Nani? Hassan ibn Thabit. Na washairi mara nyingine huwa wanateleza, na tabia ya washairi mpaka leo wanasema asdaqu shu'ara'i akdhabuhum. Ukitaka mshairi awe mkweli, basi awe muongo, ndio anapendeza katika jamii. Nimekonda kama uzi, kakonda kama uzi. Nani binadamu anakonda kama uzi? Lakini ule uongo wa mshairi utakapokuwa mkubwa basi ndio unakuwa inaleta burudani kwa watu. La haula wala quwwata illa billah. Ni tabia kama hizo. Mistah ibn Abi Mistah, huyu naye alitamka wazi wazi kwamba kafanya kitendo cha zina. Hamna bintu Jahsh, Hamna bintu Jahsh ni shemeji wa bwana mtume, dada yake inaitwa Zainab bintu Jahsh. Sasa huyu Zainab binti Jahsh, kulikuwa kuna competition, unajua akiwenza
competition, mwingine anapika vizuri, mwingine hivi. Sasa bibi Aisha na Zainab ilikuwa kuna competition kati yao. Sasa dada wa Zainab, Himna, ilikuwa kama ile kwa ajili ya wivu wa ndugu yake lilimchukua nalo hili vile vile, akasema maneno kama yale. Hawa watatu walitamka, ndio maana Qur'ani baadaye ikaamrisha wapigwe viboko 80, lakini wengine hawakutamka waziwazi, walikuwa wanazungumza tu kwa njia ya mbali. Sasa lengo hasa ninalotaka kuzungumza sio hadithi hii, tunaijua sote, lakini Qur'ani ilishuka pale Abu Ayyub al-Ansari, Sayyidina Khalid ibn Zaid, alipomwambia mkewe, asami'ti ma yaqulun, umesikia huko mitaani watu wanavyozungumza? Kaambia, wa madha qalu, wanasemaje? Wanasema eti Aisha amefanya machafu na Safwan ibn Mu'attal. Unaamini habari hiyo? Ayyub alisema, wallahi innahu ifkun kabir, huo ni uzushi mkubwa. Tazama, kisha akamuuliza Abu Ayyub mkewe, akunti fa'ila, wewe mke wangu unaweza kufanya machafu kama hayo? Akasema, wallahi mimi siwezi kufanya machafu kama hayo. Akamwambia, basi Aisha ni bora kuliko wewe. Vipi wewe ambaye si bora kuliko Aisha huwezi kufanya akayafanye bora kuliko wewe Aisha? Akasema, na mimi mumeo si bora kuliko Safwan ibn Mu'attal, ameshuhudia vita vya Badr. Vipi mimi ambaye siwezi kufanya tabia kama hiyo akaifanye mtu bora kama huyu? Qur'ani ngashuka, laula isma'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minat bianfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin laula ja'u alayhi biarba'ati shuhada fa idh lam ya'tu bishuhada'i fa ulaika 'inda Allahi humul kadhibun. Nyinyi Waislamu, mbona mliposikia habari hizo hamkujidhania na kuwadhania Waislamu mazuri, mnakurupuka tu kuwadhania mabado? Abu Ayyubu asema, kama mimi siwezi kufanya, atafanyaje yule, wakati yule bora kuliko mimi? Na mke wangu wewe si bora kuliko Aisha, atafanyaje yule wakati wewe huwezi kufanya? Ndo laula isami'tumu dhanna almu'minuna walmu'minat bi anfusihim khaira, Waislamu walijidhania wenyewe mazuri na wakawadhania wengine mazuri. Su'u dhann ikapelekea habari mbaya kama hii. Ilikuwa mtihani mkubwa, pesa kirefu, lakini mwisho Mwenyezi Mungu akateremsha aya. Ilichukua mwezi mzima, hata wahi haukushuka pale kwa pale, kaongeza manake ile mpaka mtume akamwita Zaidu, akamwita Usama ibn Zaid, akamwambia Usama ibn Zaid, nipe ushauri, watu wanasema hivi kuhusu mke wangu hivi hivi. Usama ibn Zaid akamwambia, mkeo ni bora, hatumuoni kufanya machafu. Akamwita Ali ibn Abi Talib, nipe ushauri, watu wanasema hivi kuhusu mke. Ali ibn Abi Talib akamwambia, Rasulullah, nisaa kathira siwa Aisha, an-nisaa siwaha kathira, wanawake wako wengi kuliko Aisha. Rasulullah, usistrike tu kwa mke mmoja tu, kawa mwingine. Angalia, na bibi Aisha alikasirika sana kusikia habari hizo. Baadaye akasema, wasali aljariya, na muulize huyu binti anayekaa na Aisha nyumbani, yani maidi wake mfanye kazi, muulize huyu. Akamuuliza, binti, umeona habari zozote ambazo sio za kuridhisha? Akamwambia, sijawahi kuona. Mkeo ni mtu bora ambaye nimewahi kushuhudia katika maisha yangu. Tizama, imefika hadi hiyo mpaka mtume anauliza. Ujue mtihani mkubwa ulikuwepo, mtafaruku mkubwa wote, su'u dhann. Ali akamtolea macho Barira, yule mtoto wa kike anaitwa Barira. Ya Barira, usduki Rasulullah, mwambie ukweli mtume. Akamtolea macho, akatetemeka. Ndiyo, siku moja alikuja mbwa mwitu hapa akatafuna vitu hapa akaondoka, hicho ndo nilichokiona. Manake katishwa mpaka kaona aseme kile alichokiona, na alichokiona ni hicho tu, wala haina uhusiano na habari aloeleza. Basi mwisho Mwenyezi Mungu akateremsha aya kwamba at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati wal-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat ulaika mubarraun. Wako mbali hao Aisha tayyiba, siddiqa bintu siddiqa, tafanyaje mambo ya upuuzi kama hayo? Qur'ani yenyewe ikashuka, bibi Aisha akatoka kifua mbele, Mwenyezi Mungu ananiita tayyiba, nyie mnanikashifu mitaani. Basi ikawa kheri kwa bibi Aisha kwa ile kusema kwake. Mwenyezi Mungu akateremsha aya za Qur'ani kuhusu habari kama hii tu, familia yote ikapata utukufu. Mwenyezi Mungu atuweke mbali na su'u dhann, atulete katika Uislamu uliokuwa safi, atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana.